Mtazamaji, hii ni jubilii ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa nchini Tanzania, maonesho maarufu kwa jina la Sabasaba. Ndivyo ninavyokukaribisha basi na mimi katika maadhimisho haya. Ungane na mimi basi katika kipindi hiki maalum, kipindi ambacho kinakuletea maonesho haya moja kwa moja kutoka katika viwanja hivi vya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa siku hii ya leo, Dr. Rahma Sarmin Mahfoudh aliweza basi kutembelea katika viwanja hivi, lengo likiwa ni moja, kuangalia ni yapi yanayojiri katika zile taasisi ambazo zinasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Dr. Rahma Sarmin Mahfoudh, yeye ni naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, basi alienda kuangalia zile taasisi ambazo ziko chini ya Benki Kuu ya Tanzania, namna zinavyotoa huduma, namna zinavyowasikiliza Watanzania wanaotembelea mabanda hayo, na moja kwa moja alijielekeza basi kwa Bodi ya Bima ya Amana. Alipofika pale, alitaka kufahamu namna gani Watanzania wanahudumiwa, wanasikilizwa, wanasaidiwa kupitia Bodi ya Bima ya Amana. Karibu basi uweze kumsikiliza yeye mwenyewe akiongea, akielezea jinsi gani basi ameridhishwa na kile ambacho amekiona katika banda la Bodi ya Bima ya Amana. Ujumbe wangu, kwa sababu pia wapo hapa katika maeneo ya Sabasaba, wafike hapa vizuri, wapo na wana maelezo mazuri tu kuhusiana na shughuli zao. Mimi na wasihi wa Tanzania waje katika maonesho haya ya Sabasaba. Kwa kweli eneo hili ni muhimu. Kuna taasisi ambazo watu wanavyokaa tu bila kuja huku katika maeneo ya Sabasaba huwezi kugundua uwezo wao na uwepo wao. Kwa hiyo ninawasihi wale ambao hawajafika wafike, bado muda tunao, ndo tumeanza, lakini muda kwa kawaida unakuwa msubiri mtu. Kwa hiyo wawahi tu ili waje kujionea na wao kwa macho yao. Baada ya kuweza kumsikiliza naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Dr. Rahma Sarmin Mahfoudh akielezea tathmini yake ni nini alichokiona katika banda la Bodi ya Bima ya Amana nchini Tanzania, hivi sasa basi tunapata wasaa wa kuweza kuwasikiliza Bodi ya Bima ya Amana nchini Tanzania. Wao wanaelezea wamejipanga vipi katika Sabasaba ya mwaka huu 2026. Kwa majina naitwa Joyce Shala, nipo katika banda la Bodi ya Bima ya Amana. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha Watanzania wote ambao wamefika kwenye maonesho haya ya Sabasaba waweze kufika kwenye banda letu la Bodi ya Bima ya Amana na kupata elimu juu ya usalama wa pesa zao katika benki na taasisi za fedha. Tunatoa elimu hii kwa wananchi wote, wafanyabiashara, watu wa huduma, ili wajue kwamba wanapoweka pesa katika benki, basi Bodi ya Bima ya Amana tumepewa dhamana ya kuzikinga kwa mujibu wa sheria. Endapo benki itafungwa au kufilisika, basi sisi ndio tutakuwa na dhamana ya kuwarudishia pesa zao kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo elimu ni kubwa, wakifika hapa watapata uelewa juu ya majukumu yetu, uwepo wetu, lakini zaidi ya yote ni kwamba 99% ya wateja katika benki au taasisi za fedha hawapotezi chochote pale ambapo benki itakuwa imefungwa na kuwekwa chini ya ufilisi na Benki Kuu ya Tanzania. Karibuni sana tuweze kupata elimu na kuweza kushiriki pamoja katika kuchangia kukuza uchumi wetu. Karibuni sana. Kwa kweli uelewa ni mkubwa. Tunatembelewa na makundi mbalimbali wakiwemo wananchi, wanafunzi, watumishi wenzetu kwenye taasisi zingine. Kwa hiyo wengi walikuwa pia wanafahamu tu kwamba wanaweka hela benki na zinasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, lakini walikuwa hawajui kwamba kuna Bodi ya Bima ya Amana ambapo ikitokea benki imefungwa basi watapata hela zao. Lakini wengine pia wameonyesha kufurahi kwamba bima hii ni tofauti na bima zingine, kwamba serikali imewaangalia kwa jicho lingine, kwa maana ya kwamba wao hawachangii chochote kwa kuweka hela benki, na badala yake mabenki ndio yanachangia usalama wa pesa zao. Kwa hiyo ni hatua nzuri na tunaishukuru serikali yetu kwa kufanya hivyo.